Karibu katika ulimwengu wa habari, mtazamaji wa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa ameeleza kuwa wizara hiyo itaendelea kuwalinda Watanzania kwa kusimamia maudhui mbalimbali mitandaoni, ikiwa mitandao ya kijamii, ili kuhakikisha sheria na taratibu za nchi zinafuatwa. Waziri Silaa amesema hayo Jumapili ya Juni 22 wakati akijibu maswali ya jopo la wanahabari nguli kuhusu zuio la baadhi ya mitandao ya kijamii kama X kuzuiwa nchini Tanzania. Ameeleza kuwa baadhi ya maudhui ya baadhi ya mitandao hiyo imekuwa ikikiuka sheria, kanuni pamoja na taratibu ambazo taifa la Tanzania limejiwekea. Napoongelea vijana kujiajiri kwenye tehama, including the startup companies ambapo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana. Mwaka 2021 bajeti ya wizara inayoongoza ilikuwa bilioni 15. Bajeti niliyosoma mwaka huu bungeni ya mwaka 25-26 bilioni 291. Ni kazi kubwa. Na ndio hii hoja nzima hapa inazungumzwa, je, ukuaji wa uchumi una relate vipi na mwananchi? Inawezekana mimi binafsi usiniguse, na ni hoja nyingine kubwa ya serikali ni nani na Mtanzania ni nani. So at the end of the day, huwezi kufanya investment kubwa kama hiyo kwenye kilimo usimguse Mtanzania. Huwezi mapato TRA ya mwaka wa fedha uliopita yakawa trilioni 29, mwaka unaofuata yakawa trilioni 32, ukasema hakuna impact kwenye maisha ya watu. Hizo kodi zingetoka wapi? Kwa unapoenda kuzungumzia ICT, serikali inafanya makubwa. Zinajengwa innovation hubs 8 nchi nzima kwenye miji mikubwa na kwa wenzetu wa Zanzibar. Kuna mradi wa digital Tanzania project unafanyika kwa kukuza sekta ya tehama. Na yote inamgusa kijana. Lakini pamoja na hayo kufanyika, hauwezi ukaacha mila desturi za nchi yetu, hauwezi ukaacha maadili ya taifa letu, huwezi ukaacha sheria za nchi kuvunjwa. Hata baa unayoiona inaanzishwa kwa mujibu wa sheria. Pombe yauzwi chini ya mtoto wa miaka 18, baa zina muda wa kufungua na kufunga na taratibu nyingine. Kwa pamoja na kwamba ICT inaajiri, lakini bado sisi Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tuna wajibu wa kusimamia maudhui. Kanuni yetu ya maudhui, kanuni ya 16, inaeleza wazi aina ya maudhui ambayo yanapaswa kuwa kwenye platform. Twitter baada ya kununuliwa kubadilishwa kuwa X ilijiondosha, na najua kwa mbele ya safari kuna swali linaweza katokea somehow. Tehama by the look of it tunasimamia hewa, tunasimamia frequency, tunasimamia spectrum. Kwa huwezi kushika ukasema huu ni waya wa umeme unapeleka umeme kwa mtu. Broadband hata kusema optic fiber itakwenda ndio, lakini unachokiuza ni hewa. Kwa unakuta tehama haina mipaka. Kwa makampuni mengi, na nadhani mnajua challenge ya kodi za tehama duniani. Makampuni mengi, Amazon, Google, Meta, hata taxation system yake ni ngumu kwa sababu mtu yuko in the middle of nowhere, ana beam everywhere na anapata pesa na hujui utamtax kwenye tax region ipi. Kwa baada ya kuwa X, kitu cha kwanza kilichofanyika ilijiondosha kwenye host country regulations. Hii ni nchi. Kama unavyoona mipaka, ina forodha, ina immigration, kuingia kwenye nchi kuna utaratibu wake. Mliona hapa siku zilizopita baadhi ya wenzetu wa nchi za Afrika Mashariki wakidhani unaweza kuingia kwenye nchi yote unavyotaka wewe. Hapana. Hata mimi ni waziri wa serikali, nikitaka kwenda nchi yoyote kuna utaratibu. Zipo nchi za visa ya kuomba, zipo nchi za visa on arrival. Kwa hivyo jiondosha kwenye regulations za nchi, maana yake ijiondosha kwenye kanuni za maudhui. Kwa hiyo platform ina vitu ambavyo vipo kwenye platform ambavyo vinaenda kinyume na sheria, kanuni, taratibu, mila na desturi zetu. Ambazo kwa leo sasa hivi tunaandaa sera ya tehama. Moja kati ya jambo kubwa linalozungumzwa ni kumlinda mtoto. Kwa sababu kusema mlinda mtoto, nimemsikia Ali Hapi hapa anaongea vizuri sana. Leo mtoto wangu mimi hana simu. Na nyumbani kwangu mimi kuna network jama. Ndio maisha yangu. Lakini watoto wangapi wa watu wanashika simu? Tukitoka hapa sasa hivi Serena tukaenda hapo nje kwenye branch, baba ana simu, mama ana simu, mtoto ana simu, na wamekuja kulipa pesa nyingi kwa ajili ya chakula. Sasa ile simu aloshika mtoto, kazi yetu sisi kulinda content inayoingia kwenye ile simu. Ingawa inaweza kuwa kikeke unajiajiri kupitia platform ya X. Wajibu wa serikali sio kuangalia tu positive impact, na kuna negative impact ambazo madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa. Kwa niseme tu, sio kwa X, kwa platform yoyote ambayo itakuwa haiendani na sheria, kanuni, taratibu, mila, desturi zetu. Kule kwenye X, siku hizi kuna picha za ngono ambazo kienda YouTube huwezi kuzipata, sababu YouTube ina comply na regulations za nchi, inaingia kwenye firewall za nchi. Kuna content ambayo kwenye dunia nyingine ipo, kwetu haipo. Na dunia nzima kikeke umetembea, kila nchi kuna vitu havionekani kwenye nchi husika. Lakini kwa X utakuta pornography ya jinsia moja,
vitu ambavyo tunavipinga wote, na sidhani kama kuna mtu anaweza kunyosha mkono hapa akasema anaviunga mkono. Kwa sisi kama serikali tutaendelea kufanya kazi hii ya kumlinda mlaji. Leo kina mama, kina Barbara wanatumia vipodozi, yeye ni mlaji huyu. Ni kazi ya serikali kuhakikisha vipodozi vinavyoingia nchini vinakuwa haviathiri afya yake. Leo watu wanakula chakula, tunavaa nguo, tunatumia magari. Ni kazi ya serikali kuregulate kwamba bidhaa inayoingia nchini iweze kuwa inaweza kulika kwa mlaji na isiweze kumwathiri. Kwa bidhaa tunasimamia sisi ni platform za TEHAMA, na tunaendelea kufanya kazi hiyo katika kumlinda Mtanzania. Naam, ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba inalinda maudhui katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Taasisi ya utafiti wa kilimo nchini Tanzania TARI, kituo cha Uyole, imegundua mbegu aina 6 za mbegu ya maharage yenye uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kutoa mazao mengi ambayo yanatarajiwa kuwafikia wakulima kwenye msimu mpya wa mazao. Upendo Kibetile ana undani wa taarifa hii kutoka jijini Mbeya. Mtafiti wa zao la maharage kutoka taasisi ya utafiti nchini TARI kituo cha Uyole, Fred Maganga, amewatoa wasiwasi wakulima juu ya mbegu hizo, kwani zitakwenda kuwasaidia kulima kilimo chenye tija. Kupitia mradi wa Accelerate tumeweza kulima aina 6 za mbegu mpya za maharage ambazo ni kuna Taribin namba 1, kuna Taribin namba 6, Taribin namba 7, Taribin namba 8, lakini pia kuna Uyole 16 na Uyole 18. Kwa ujumla tumelima ekari 22 ambazo tunategemea kupata tani zaidi ya 10 kwenye hizi mbegu zote ambazo nimezitaja. Kwa mwaka huu niwahakikishie tu wakulima kwamba tutakuwa na mbegu mpya ambazo zinachochewa au tunazichochea kupitia huu mradi wa Accelerate. Mkurugenzi wa TARI kituo cha Uyole Dr. Dennis Tipe ameeleza ubora wa mbegu hizo, huku akiwahakikishia wakulima kuendelea kufanya utafiti juu ya magonjwa ya maharage na mazao mengine. Kati ya hizo mbegu kuna mbegu ambazo zinakinzana na magonjwa ya mizizi ambayo tunaita root rots, na niwahakikishie wakulima kwamba pia hizo mbegu kuanzia mwaka huu zitaanza kupatikana kituoni hapa kuanzia mwezi wa 8, mwezi wa 9 na kuendelea. Kadiri tunavyoendelea kufanya utafiti, pia tunazidi kufanya maendeleo katika kutatua matatizo ya magonjwa. Kwa hiyo sio magonjwa ya maharage tu, magonjwa mengine ya ngano, magonjwa ya alizeti na mazao mengine. Kuna mbegu karibia aina 6 za maharage ambazo zimesajiliwa. Pamoja na hayo, baadhi ya wakulima wa maharage wametoa ombi kwa serikali kuwafikishia mbegu hizo kwa wakati ili waweze kupata mazao yaliyo bora. Kwa sisi wakulima tulikuwa tunaomba kama zipo tayari hizo mbegu mtufikishie kwa wakati ili nasi wakulima tuweze kuzilima hizo mbegu, tuweze kutimiza malengo yetu ikiwemo kupata maharage ya kutosha, kwa sababu maharage yanatusaidia katika chakula pia na biashara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba zitufikie kwa wakati hizo mbegu bora ambazo mmeziandaa kwa ajili ya wakulima. Tunaomba serikali itusaidie kutuletea hizo mbegu, sisi kama wakulima tuweze kuzifanyia kazi na kuzitendea kazi pia na kujaribisha katika kilimo chetu, ili baadaye kama itakuwa mbegu iliyokuwa bora basi iweze kutuletea mafanikio katika kilimo chetu. Tulikuwa tunaomba serikali, kwa sababu imetafiti mbegu mpya, tulikuwa tunaomba iweze kutufikishia kwa haraka ili tuweze kupata mazao yaliyo bora, tuvune mazao yaliyo bora ili tuweze kukizi kulea familia zetu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, kila laheri kwa wakulima kuchangamkia fursa ya mbegu hizo aina 6 ambazo zitasaidia katika mazao. Halmashauri ya wilaya Geita imesema ipo katika hatua za mwisho ili kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya makundi ya wanawake, vijana, kina mama pamoja na watu wenye ulemavu. Michael Bundala ana undani wa taarifa ifuatayo. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Karia Rajabu Magaru wakati wa kikao cha kuvunja baraza la madiwani kilichofanyika makao makuu ya halmashauri Nsera mkoani hapa. Amesema fedha hizo za mikopo ya makundi hayo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu zipo katika hatua za mwisho ya kutoa mikopo hiyo. Aidha, mchakato wa kutoa mikopo kwa kipindi cha Januari Machi upo hatua za mwisho, ambapo halmashauri inategemea kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1,156,750 kwa vikundi 111. Kazi inayoendelea sasa
ni kuingiza fedha kwenye akaunti ya vikundi, ambapo jumla ya vikundi 111 vitakopeshwa fedha tajwa kwa mchanganuo ufuatao, ambapo vikundi vya wanawake 65 vimepewa milioni 554,250, lakini vikundi vya vijana 40 vimepewa milioni 535,500, lakini vikundi vya watu wenye ulemavu 6 vitapewa milioni 37. Viongozi mbalimbali wa sekta za miundombinu na maji wametoa tathmini ya utekelezaji wa miradi ndani ya miaka 5 ya uongozi wa baraza hilo. Rai yangu kwenye kuhitimisha, ninajua kazi zetu sisi hazihusiani na waheshimiwa tu, lakini ninaamini kwa sehemu kubwa waheshimiwa wengi maeneo yao tumeyagusa na tumeyafanyia kazi. Na huwa kuna kauli moja aliwahi kusema mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya, kazi imefanyika. Kwa hiyo naomba tukajiamini kwamba kazi imefanyika. Kwa yale maeneo ambayo kazi haijakamilika, bado tunaendelea na tutaendelea kutekeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka 5 kwenye taasisi yetu, serikali imefanya mambo makubwa sana, na nilikuwa naomba madiwani mtakapoenda huko kwenye sekta ya maji, mna mambo mengi sana ya kuongea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka 5 katika wilaya yetu hii tulikuwa na miradi 4 tu ya maji, kwa maana ya Muharamba, Chankolongo, Ruhula na Nyakagomba. Kipindi kidogo hichi tumejenga miradi zaidi ya 22 ambayo kila diwani anajua huko alikotoka miradi hiyo iko sehemu gani. Lakini tuna programu ambazo zinaendelea na waheshimiwa madiwani wamekuwa wakinipigia, na naomba msisite, wakati fulani mkipata kikwazo huko, kuna wengine wameanza kuwa wananipigia, usisite kuniuliza nini ambacho kinaendelea, ili walau unapata ya kuongea mbele ya wananchi. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundara kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na tulionayo usiku huu ni pamoja na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora waendeleza juhudi za serikali kutunza mazingira kwa kupanda miti. Naam, ni Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Viongozi na watumishi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora wameshiriki katika zoezi maalum la upandaji miti ambalo limefanyika katika bustani ya tume hiyo mtaa wa Salama, kata ya Nkuhungu jijini Dodoma, kwa lengo la kuimarisha haki ya kuishi katika mazingira safi pamoja na salama. Ibrahim Jamal ana undani wa taarifa ifuatayo. Akizungumza makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu, Mheshimiwa Mohamed Hamis Hamad, amesema kuwa tume inafahamu changamoto mbalimbali zinazohusu mazingira. Hivyo zoezi hili ni katika kuendeleza juhudi za serikali katika kutatua changamoto hizo. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ikiwa ni taasisi ambayo iko huru, ikiwa na jukumu kubwa la kuimarisha hifadhi ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora nchini. Sisi tume kama mdau mkubwa wa haki za binadamu tunafahamu changamoto mbalimbali ambazo katika nchi yetu zipo zinahusiana na masuala ya hifadhi ya mazingira. Na sisi kwa kufanya hii tunatambua kwanza kwamba hii ni haki muhimu sana ya binadamu, lakini vile vile tunatambua jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuleta ustawi wa hifadhi ya mazingira. Tunafahamu kama kila mwaka Mheshimiwa Rais anakuwa ni mdau, anashiriki katika kampeni kama hii. Sisi leo tumeamua kuja hapa kuendeleza ile kazi ambayo tumeanza miaka 2-3 nyuma, na tunaona kwamba ni muhimu sana kuendeleza kwa kipindi kijacho. Kwa hiyo hasa lengo la kuja hapa, la kuwepo hapa leo ni
kuja kuimarisha haki za binadamu kwa vitendo kwa kupanda miti hii ambayo ni swala muhimu sana katika hifadhi ya mazingira yetu. Mimi naitwa Abbas Mwijuki, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sarama, kata ya Nkuhungu, ambako huu msitu wa haki za binadamu upo. Huu msitu umesaidia katika mazingira yetu. Kwanza umepunguza upepo ambao ulikuwa unavuma sana katika eneo hili hasa wakati wa kiangazi. Lakini wananchi wangu wanapata sehemu safi ya kuweza kupumzika hasa wakati wa mchana. Wakiwa wanatembea, mtu amechoka na kuja anakaa kwenye kivuli, anapata sehemu ya kujirelax kidogo. Lakini na mazingira yameboreshwa kutokana na msitu huu kuwepo hapa katika eneo letu la mtaa wa Sarama. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba kila mwananchi ajitahidi kupanda mti katika eneo lake analoishi la makazi, lakini pamoja na kupanda miti hiyo tuitunze ili iweze kuwa endelevu na iweze kubadilisha mazingira yetu ya Dodoma ili Dodoma iweze kuwa ya kijani. Mimi naitwa Julian Bruno, ni mtu wa mazingira, ni balozi wa mazingira, na nafurahi, ninashukuru kwa mchango wa Tume ya Haki za Binadamu kuja kupanda miti katika eneo hili na kuendelea kuitunza. Tunafahamu kabisa kwamba Tume ya Haki za Binadamu inajishughulisha na masuala ya haki za binadamu. Sasa wote tunafahamu kwamba miti ina mchango mkubwa sana katika kufanya binadamu aendelee kuishi. Na miti inatupa hewa nzuri ya oxygen. Ndio maana wanasema miti yote ikiisha, sisi nafasi yetu ya kuishi inakuwa ni ndogo. Sasa kama Tume ya Haki za Binadamu wameona waweze kuadhimisha shughuli zao mbalimbali kwa kupanda miti na katika maeneo ya wazi kama haya, sisi kwetu tunaona kwamba Tume ya Haki za Binadamu inatoa mchango mkubwa sana katika kutunza mazingira na kuendelea kuhakikisha uhai wa binadamu unaendelea kuwepo. Ibrahim Jamali, Sky TV. Naam, panda mti, kata mti, tunza mazingira, mazingira ya kutunze. Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Arusha imewataka wakazi wa mkoa huo kuendelea kulinda amani na utulivu na kutokubali kurubuniwa na kutumiwa na watu wachache, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Amina Ngahewa kutoka jijini Arusha ana undani wa taarifa ifuatayo. Tahadhari hiyo imetolewa na Katibu wa Jumuiya ya Maridhiano Taifa, Dr. Israel Maasa, ambaye amesema hayo jijini Arusha katika kongamano la viongozi wa dini pamoja na taasisi mbalimbali lenye lengo la kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba, ambapo amesema ni jukumu la kila mtu kutambua umuhimu wa amani na kuchagua viongozi wenye kuleta maendeleo bila kuhamasisha vurugu. Wakristo wa mkoa wa Arusha, Waislamu wa mkoa wa Arusha, viongozi wa mila mkoa wa Arusha na serikali ya mkoa wa Arusha tumepatana kwa pamoja. Kabla ya mila zetu, sisi ni Watanzania. Kabla ya nafasi tulizonazo katika jamii, sisi ni Watanzania. Kabla hujawa na taaluma, wajibu ulionao, sisi wote Watanzania. Nchi hii wote tuipende kiwango cha kupigania haki yake, amani yake na umoja wake. Neno amani ni jina la Mwenyezi Mungu. Na sisi Waislamu kwenye kila swala tano, mwisho wa kila swala lazima uombee amani. Bila amani tutakuwa na maendeleo kweli? Bila amani tunaweza tukapambana na wale maadui wetu wale watatu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda ameomba viongozi hao wa dini kuhimiza suala la mafundisho ya dini kuanzia ngazi ya familia. Ulinifundisha, ulikuwa unaniombea, ulinikazania, mafundisho yako yamenifikisha hapa. Ni jambo muhimu sana. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, amani na utulivu ni vitu muhimu na vya kuzingatia mno. Kuelekea maadhimisho ya siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani Juni 26 mwaka 2025, mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Daktari Thomas Lutachunzibwa awataka wananchi kupinga matumizi ya dawa za kulevya.
Tupate taarifa zaidi. Ndugu wananchi wa mkoa wa Dodoma na wa Tanzania kwa ujumla, tarehe 26 Juni kila mwaka duniani kote huadhimishwa huwa ni siku ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya. Maadhimisho haya ya kitaifa kwa mwaka huu yatafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, katika jiji la Dodoma. Kabla ya siku yenyewe zimepangwa shughuli mbalimbali za kufikia hicho kilele, ambako kupitia hizo shughuli tunatoa ujumbe mbalimbali za kuhamasisha jamii kutotumia dawa za kulevya, lakini basi wale ambao imetokea wametumia hizo dawa za kulevya kuwaelimisha namna gani ya kupata matibabu ili waweze kuondokana na hilo tatizo. Kwa leo tuko katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, ambako wananchi wamejitokeza kwa ajili ya kufanya usafi, lakini baada ya kufanya usafi tunaendelea kutoa elimu juu ya kudhibiti madawa ya kulevya. Katika nchi yetu bado ni kati ya nchi ambazo zina hiyo changamoto ya madawa ya kulevya, lakini tunamshukuru Mungu kwamba mamlaka yetu ya kudhibiti dawa za kulevya imefanya kazi kubwa. Tukilinganisha miaka 6-7 iliyopita, sasa hivi tunaona tunaenda vizuri. Kumekuwepo na udhibiti. Katika eneo la udhibiti tumeona kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika ya kufyeka mashamba ya bangi huko sehemu mbalimbali kwa wananchi, ambako wanatumia zao la bangi kama zao la kujiongezea kipato, zao la kiuchumi. Lakini vile vile tumeona kazi kubwa ya serikali ambayo imefanyika kupitia vituo vya kuwasaidia wale walaibu wa dawa za kulevya. Tunacho kituo chetu cha hapa cha Itega, jirani na hospitali ya Milembe, ambako wale waraibu wameendelea kupata matibabu, na tunamshukuru Mungu hayo matibabu yanatolewa kwa gharama za serikali. Lakini kinachotupa faraja, jambo linalotupa faraja ni kwamba waraibu wao wanapona na wanaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo tuwaombe sana wananchi, kwanza kabisa ni kinga, kutokutumia dawa za kulevya, kuacha kabisa kilimo cha bangi, wale ambao wanatumia kilimo cha bangi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ipo katika wiki ya maadhimisho ya siku ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya duniani. Maadhimisho haya kwa mwaka huu yanafanyika mkoani Dodoma. Kwa hiyo katika kuelekea wiki ya maadhimisho, mamlaka imekuwa na shughuli mbalimbali ambazo inatekeleza katika jamii. Inafanya katika kupitia michezo, kwa sasa hizi inafanya shughuli za michezo upande wa chuo cha St. John, lakini pia inafanya pia ratiba za kupita mitaani kwa makundi mbalimbali ya vijana, bodaboda na wajasiriamali mbalimbali, kuwaelimisha madhara juu ya matumizi ya dawa za kulevya. Sasa kupitia kwenye utaratibu huo pia tuko hapa kufanya usafi, ikiwa ni sehemu ya shughuli tunazotekeleza kuelekea katika siku ya kilele cha siku ya kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya duniani, ambayo kitafanyika tarehe 26 katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mpango huo ni kweli unapunguza madhara kwa wale ambao tayari. Nadhani ungeelezea ni mpango gani? Kwamba mpango wa matibabu kwa waraibu unapunguza madhara ya dawa za kulevya kwa wale ambao tayari wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hali ya sasa, trend ya wanaojitokeza imekuwa kubwa, kwa sababu inaonyesha kwamba dawa zimeadimika mtaani kutokana na juhudi ambazo serikali inazichukua kupitia mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya, kudhibiti uingizaji haramu wa biashara na matumizi ya dawa. Kwa kweli tuna changamoto nyingi katika maisha ya kibinadamu, lakini hasa kwa upande wa watoto ambao ni kizazi cha sasa na kizazi ambacho tumetokea, imekuwa kuna tofauti kubwa mno. Sasa hivi vijana hawataki labda kufanya kazi, hawataki kujishughulisha, anaona kwamba endapo labda atatumia kitu fulani kikampa kusizi ndio kitamsaidia katika maisha yake, lakini kumbe bado ni
Naam, ni kazi mbalimbali, shughuli tofauti ambazo zinafanywa kuelekea katika siku ya kupinga dawa za kulevya. Wito umetolewa kwa Watanzania kujenga utamaduni wa kuombea maendeleo ya taifa pamoja na viongozi wake, akiwemo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nora Damian ana undani wa taarifa hii. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wito huo umetolewa leo kwenye dua maalum ya kuwaombea viongozi hao na kuiombea amani ya nchi iliyofanyika katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam, ambayo imeandaliwa na mweka hazina wa UWT Taifa Sabaha Chondoma na kusomwa na kina mama wa mkoa wa Dar es Salaam. Tumeandaa dua kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, kumuombea dua kwa sababu tunakwenda kwenye kipindi kigumu cha uchaguzi na kwenye mitandao mambo ni mengi. Kwa hiyo tukaona hakuna pa kwenda isipokuwa kumsimamia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumesimama hapa kumuombea mama Samia, dua ya kumsimamisha kwenye uchaguzi. Inshallah biidhnillah ashinde. Kwa hiyo tunamuombea dua azidi kuendelea miaka mitano kwa amani, kwa salama. Ningewaomba Watanzania wote ambao wana nafasi wajumuike kwa ajili ya kuombea dua taifa letu na marais wetu na wabunge wetu na kila kiongozi wetu wa nchi hii. Tunaomba tu Watanzania kwamba tusiyumbishwe na mtu yoyote, kwa sababu hii ni hazina yetu. Hakuna kitu kizuri duniani kama amani. Na leo tumefika hapa alhamdulillah kumsomea mama yetu na Rais Mwinyi, kuombea dua Mwenyezi Mungu aongolee mambo yao, Mwenyezi Mungu awasimamishe, wawe na uadilifu, Mwenyezi Mungu aondoshe hasada na usuda. Tumesema tumerudi haji tu, tukasema tumefanya dua kule Maka, tumefanya dua Madina, lakini tukasema hapana. Tukirudi hapa kwa sababu tunazidi siku zetu ambazo siku za 40 zile dua hairudi nyuma kwa mahujaji na watu wengine alhamdulillah. Kwa hiyo mama Sabaha akasema naomba ifanywe dua kabla hamjamaliza siku zenu. Mwenyezi Mungu ajalie watawale kwa uadilifu. Hili ni jambo jema, ni jambo kubwa sana. Mimi na wenzangu wote tumeshiriki. Mimi ni mmoja katika wakina mama wa BAKWATA na pia wote tumeshiriki. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika jambo zito na jambo kubwa na jambo jema na kutegemewa na lenye kuigwa. Ni jambo jema kabisa kuombea nchi yetu na amani iendelee. Katika amani ikiendelea ndio mambo yote tunaweza tukayafanya. Bila amani hatuwezi kufanya chochote. Namshukuru mama Sabaha kwa kuandaa jambo jema na Mwenyezi Mungu amjalie rais wetu kila la kheri na Rais Mwinyi kila la kheri na jambo lote liendelee vizuri inshallah kwa baraka za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah itakuwa kheri kwa sababu tumetoka Maka na jambo lote litakuwa zuri inshallah. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, kila laheri na dua hiyo yetu matumaini kwamba itafanya kazi. Mtazamaji, hitimisho la habari za kitaifa. Mapumziko mafupi, tutakaporejea tutajiunga naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Ruto akosoa wapinzani kabla ya maandamano ya Gen Z. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari.
Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa tunaanzia nchini Kenya. Rais wa Kenya William Ruto amewakosoa wapinzani wake kabla ya maandamano yaliyopangwa kuadhimishwa mwaka mmoja baada ya maandamano makubwa yaliyoshinikiza mabadiliko. Wanaharakati na familia za waliopoteza maisha katika maandamano hayo wameahidi kufanya maandamano mapya Juni 25 kama kumbukumbu, wakiwataka polisi na wanasiasa kuruhusu yafanyike kwa amani. Akizungumza katika kaunti ya Meru jana Jumamosi, Ruto amewakosoa wapinzani wake kwa kusema kuwa wanatumia kauli za ubinafsi na propaganda dhidi ya uongozi wake. Maandamano ya mwaka jana yaliibua mgogoro mkubwa wa uongozi wa serikali ya Ruto na kuilazimu kusitisha kwa kiasi ongezeko la kodi na kutangaza mabadiliko katika baraza la mawaziri. Wiki iliyopita maandamano mengine yaliibuka katika taifa hilo la Afrika Mashariki kupinga ukandamizaji wa polisi. Kwingineko, picha za satellite zinaonyesha uharibifu katika njia za kuingia katika eneo la Fordo, kilipo kinu cha nyuklia nchini Irani baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyolenga kituo hicho siku ya Jumapili. Picha hizo za satellite zilizothibitishwa na shirika la habari la Associated Press zilizopigwa na Planet Labs PBC pia zimeonyesha uharibifu katika mlima ambako kituo cha Fordo kiko chini ya mlima huo. Kuziba kwa njia za kuingilia kwenye kinu hicho cha nyuklia kunamaanisha kuwa Irani italazimika kuchimba ili kukifikia kinu hicho. Irani imeilaumu Marekani kwa kuanzisha vita hatari. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa maeneo muhimu ya nyuklia ya Irani yameharibiwa vibaya. Shirika linalosimamia nishati ya atomiki nchini Irani limethibitisha kuwa mashambulizi yamefanyika kwenye vinu vyake vya nyuklia vya Fordo, Isfahani na Natanzi, lakini limesisitiza kuwa Irani haitasitisha mpango wake wa nyuklia. Wakati huo huo, wawekezaji wanasubiri majibu ya Irani baada ya mashambulio ya Marekani dhidi ya Irani katika vinu vyake vya nyuklia. Kuna hofu kwamba mashambulizi hayo yanaweza kusababisha bei ya mafuta kuongezeka. Wawekezaji wameyasema hayo walipoutathmini mvutano wa hivi karibuni unaoongezeka na jinsi unavyoweza kuathiri vibaya uchumi wa dunia. Haijulikani iwapo Marekani itaendelea kuishambulia Irani pamoja na mshirika wake Israeli, ambayo imekuwa katika vita na Irani kwa zaidi ya siku 8 sasa. Kote ulimwenguni, nchi zinataka diplomasia na kujizuia pande zinazopigana. Na hatimaye, serikali ya Belarus imewaachilia huru wafungwa wa kisiasa 14 akiwamo mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Sergei Tikhanovsk kufuatia ziara ya mjumbe maalum wa Marekani kwa Ukraine Keith Kologi mjini Minsk. Kwa mujibu wa tovuti huru ya habari Nasha Niva, Sergei Tikhanovsk ambaye ni mume wa kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni Svetlana Tikhanovska alikuwa miongoni mwa walioachiliwa. Kulingana na Natalia Egismonti, msemaji wa kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko, amesema Rais Lukashenko amechukua uamuzi huo kwa misingi ya kibinadamu ili kuwezesha wafungwa hao kuungana tena na familia zao. Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson
alitoa shukrani kwa rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wa X, akisema kuachiliwa kwa wafungwa hao wa kisiasa kunaonesha umuhimu wa ushiriki wa Marekani. Hata hivyo, kwa mujibu wa Tikhanovska, bado kuna wafungwa wa kisiasa 1150 wanaoshikiliwa nchini Belarus. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Naam, Pius Jayunga ndiyo ambaye anakamilisha habari za kimataifa. Mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari, na wakati huu mapumziko mafupi, tukirejea moja kwa moja tutaingia katika habari za michezo na burudani, ambapo huko tutajiunga naye Johannes Michael. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV.
Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Twende pamoja hadi pale tamati. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa ya timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars imetoa ubingwa wa Sekafa baada ya kuwachapa Kenya. Nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars Opa Clement amezungumza mara baada ya kupata ushindi kwa siku ya jana dhidi ya Kenya, lakini kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Twiga Stars Bakari Shime naye aliweza kuzungumza kwa siku ya jana baada ya kuweza kutoa ubingwa wa Sekafa. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara imetamatika kwa siku ya hivi leo kwa timu 14 kuweza kumaliza raundi ya 30, ambapo klabu ya Simba na Yanga wao wamekamilisha raundi ya 29 na wanasubiri mchezo wao ili kuhitimisha ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 2024 msimu wa 2025, ambapo katika dimba la New Amani Zanzibar, ambapo klabu ya Young Africans wao walikuwa mzigoni zidi ya klabu ya Pamba ya Dodoma Jiji na wakaweza kupata ushindi wa bao 5-0, lakini kunako dimba la KMC Complex klabu ya Simba yenyewe ilikuwa mzigoni zidi ya kikosi cha Kagera Sugar, ambapo klabu ya Simba imefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Na moja kwa moja tunakwenda pipa hadi kimataifa, ambapo Esperance Tunisia imeibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Los Angeles ya Marekani kwenye mchezo wa kundi D. Kunako taarifa nyingine kuhusiana na finali kupigwa ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA msimu wa mwaka 2024 msimu wa mwaka 2025 itapigwa kwa siku ya hivi leo majira saa 9:30 usiku kwenye uwanja wa Oklahoma City Thunder. Mchezo huo wa 7 utawakutanisha India Packers ambao watakuwa mzigoni dhidi ya Oklahoma City Thunders, ambapo timu zote zimekutana mara 6 na hakuna mbabe. Kwa siku ya hivi leo wanaenda kukutana finali ya 7 na kuweza kuamua bingwa kwa siku ya hivi leo. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nafikia tamati kwenye habari za michezo na burudani na kurudisha kwake Mariango Mgeta kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Naam, asante Johannes Michael kwa kutupitisha katika michezo na burudani. Mtazamaji wa Sky TV, na sasa moja kwa moja ni wakati wa kufahamu hali ya hewa kutoka katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, ni ukaribishe katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania.
Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, maeneo ya ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa usiku wa leo, hali ya ukavu inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, lakini pia hali ya baridi inatarajiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Na viwango vya chini vya joto ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 19 hadi 23. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia kiwango cha chini cha joto kwa nyuzi joto 15. Mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 17 hadi 21. Kwa mkoa wa Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 15 hadi 18. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 8. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 12 hadi 14. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Naam, ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Mtazamaji, unao nafasi ya kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV. Sky TV.